Dikir. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anaitaka serikali kuhusisha asasi za ujasusi za kimataifa ili kuchunguza ajali ya ndege iliyosababisha kifo cha aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir marehemu Johana Ng'eno, akisema kuwa idara ya uchunguzi wa jinai DCI haiwezi kuaminiwa katika zoezi hilo. Gachagua alisema hayo alipomtembelea mama mzazi wa marehemu Ng'eno na baadaye kwenye mkutano wa hadhara katika eneo hilo, ambapo alisisitiza kwamba kuanguka kwa ndege hiyo mwezi Februari mwaka huu haikuwa ajali ya kawaida bali mpango wa watu fulani kutokana na ubabe wa kisiasa katika eneo la Bonde la Ufa. Gachagua ametumia pia fursa hiyo kuisuta serikali kwa kila lidai kwamba ni kulitelekeza eneo la Bonde la Ufa kimaendeleo. Ken Gashuhi anafungua dira ya wiki. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameibua madai mapya kuhusu kifo cha aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir marehemu Johana Ng'eno na kuitaka serikali ya Kenya kualika idara za uchunguzi za kimataifa kuchunguza kiini cha mkasa wa ndege uliosababisha kifo hicho mwezi Februari mwaka huu. Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Johana Ng'eno. Kama Scotland haipatikani, utafute FBI kutoka Amerika. Na hatutaki ufanywe na DCI Kenya huyu Mohamed Amin, kwa sababu kazi yake ni kamera. Hatuwezi trust National Police Service. Gachagua alidai haya alipozuru Dikir, akidokeza kuwa ndege aliyotumia marehemu Ng'eno iliongezwa mafuta yaliyotolewa Lodwar licha ya uwanja mdogo wa Endebess ilipokuwa imetua kuwa na mafuta ya kutosha. Hiyo gari ikanaswa na hao maofisa. Huyo mtu akahojiwa, akasema alitoka Lodwar, alitumwa alete mafuta ya ndege. Ndege saa 9:07 ikaondoka kama imekunywa ile mafuta. Sisi tunadhani ya kwamba hiyo mafuta haikuwa nzuri. Huyu jamaa alipokamatwa, simu moja ikatoka Nairobi, ikaamrishwa awachiliwe aende. Alan Chesang alikuwa aingie hiyo ndege iliporudi Endebess, waende pamoja na marehemu Johana Ng'eno. Swali ni kwamba nani alimwambia Senator Alan Chesang asiingie kwa hiyo ndege? Gachagua, ambaye amekuwa akisababisha mtafaruku kutokana na semi zake, amesema kuwa huenda kifo cha Ng'eno kilitokana na ubabe wa kisiasa eneo la Bonde la Ufa, ambapo Ng'eno alionekana kuimarika zaidi kumrithi Rais William Ruto atakapostaafu. Sio kuwa kiongozi peke yake wa Kipsigis, lakini wa jamii ya Wakalenjin. Na mimi naonelea na ninajua alikufa ndio aondokee wengine, kwa sababu alipata umaarufu sana ya kwamba William Ruto akiondoka, Johana Ng'eno ndio angekuwa kiongozi wa jamii ya Wakalenjin. Nyinyi muliua Johana Ng'eno atimukue kingpin ya Kalenjin. Hakuna kingpin, mtaenda jela. Huku uchaguzi mkuu ukizidi kukaribia, Gachagua amewataka wakazi kufanya uamuzi debeni kwa umakinifu, akiisuta serikali ya sasa kwa kutelekeza ukanda wa Bonde la Ufa kimaendeleo. Kabla hamujakuja kwa Kipsigis kusema ati Ruto 2 term, hizi barabara zote za Dikil, za Kericho, za Bomet aweke rami. Kabla William Ruto kuja hapa kusema anataka kura, akuwe muungwana. Kama inawezekana Olokalau, kwa nini haiwezekana kwa Kipsigis? Msifuate kiongozi ati kwa sababu ni jamii yako. Kiongozi apewe kura kwa kazi amefanya na kazi ambayo inaonekana. Mapema Gachagua alimtembelea mama mzazi wa marehemu Ng'eno, Mary Temas, ambapo aliwakashifu viongozi wa serikali kwa kile alitaja kama ahadi hewa kwa familia hiyo, ambayo sasa ameahidi kutoa msaada wake binafsi kwao. Ndugu ya marehemu Johana Ng'eno amelazwa hospitali ya Eldoret, anaitwa Paulo. Amepona, ameshindwa kutoka kwa sababu ya bili ya 1.8 million. Na nyinyi mnabeba pesa na magunia. Ile mlipeleka Olokalau, si mngekuja msaidie huyu. Lakini naambia mama na familia msikuwe na wasiwasi. Mimi na marafiki zangu tutashughulikia. Ken Gashuhi, KTN. Dhoruba ya kisiasa huenda ikawa